Mpango mpya wa elimu unabadilisha maisha katika kaunti ya Mandera na kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayeachwa nyuma kimasomo. Mpango huu ambao umeingia mwaka wake wa 3 umeongeza pakubwa usajili wa wanafunzi wa shule za upili, na sasa takriban 100% ya wanafunzi wanaotoka shule za msingi wanaendelea na masomo yao kupitia mpango huu. Kwa miongo kadhaa hii ndiyo imekuwa taswira ya kaunti ya Mandera. Hakuna dalili za maendeleo, huku mazingira yakiwa ya kuhuzunisha. Eneo hili likiwa mojawapo ya kaunti zilizotengwa katika sehemu ya kaskazini mwa Kenya. Hali hii pamoja na viwango vya juu vya umaskini vimefanya elimu kwa wavulana na wasichana kuwa ngumu. Lakini katika miaka mitatu iliyopita kumekuwa na mabadiliko Mandera, angalau katika sekta ya elimu. Shule ya sekondari ya wasichana ya Banisa ni mojawapo ya taasisi zinazotoa elimu ya upili katika kaunti ya Mandera. Miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na wasichana wachache waliokuwa wakisoma hapa. Idadi hiyo imeongezeka marudufu katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Amina Omar ni mmoja wa wanafunzi ambao wamejiunga na shule hii katika kipindi hicho. Kuwepo hapa shuleni kunampa nafasi ya kuendeleza ndoto zake na pia kuepuka ndoa ya mapema. Family walikuwa wanamwambia kuwa mimi kama nimekosa education sasa inafaa kuolewa. Like kuna watu wanakuja nyumbani, mimi nakataa, wanakuja sasa. Like my grandfather is on my side, anakubali, mimi sikubali kuoleka, but my aunties they were forcing me. Wananiambia oleka tu wewe, kuna kijana fulani wako na pesa. Yote hayo ni kutokana na mpango wa elimu kwa wote ambao awali ulilenga tu watoto wa Mandera, lakini sasa unawafaidi watoto kutoka familia zilizoko nje ya kaunti. Acha tu nioleke. Baada niliolewa for 3 months, nikaona tu pia maisha imenikaukia, nikapatiana kazi kwa Mungu. Nikamwambia Mungu ndiye atanijulia, nikarudi nyumbani tena. Nikaongea na mzazi, akaniambia tusaidie na kazi za shambani. Ndio nilianzanga hiyo kazi. Mabadiliko katika sekta ya elimu yamesaidia kuwavutia watoto kujiunga tena na shule. Matokeo yake yanadhihirika zaidi kwa wasichana ambao walikusudia kuacha masomo na kuingia katika ndoa za mapema. Mpango wa elimu kwa wote Mandera unabadilisha taswira hii, na uongozi wa kaunti ukisema mpango wa elimu ndio ulioweza kuafikiwa kwa urahisi na kuwa na matokeo bora. So as we focused on now the most urgent and realistic thing that we can do within our budget. And you talk about the budget of 11.6 billion, if you remove the salaries, recurrent expenditures, and then supporting the companies like the water companies and the municipalities, what is left for development is basically about 1.5 billion shillings. Mpango huo sasa uko katika awamu ya 3, kaunti ikitenga takriban shilingi milioni 460 kuhakikisha unafaulu. Jumla ya wanafunzi 1034 katika shule za upili watafaidika, huku wanafunzi 5000 wa vyuo vikuu wakifadhiliwa kutoka kwa kitita hiki. Hata hivyo, wanafunzi kama Amina, Masi na Salome wanaendelea na masomo yao bila kutatizwa, wakiwa na imani kuwa majukumu yao sasa ni kupata elimu, mpango huu ukiwa umeokoa kutoka ndoa za mapema. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.